يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Kwa aya hii tunaoneshewa kwamba ufaradhi wa kufunga juu yetu, lakini lengo pia la kufunga ni nini? Lengo la kufunga kama alivyotaja Mwenyezi Mungu ni tupate kumcha Mwenyezi Mungu, zipate nafsi zetu zilainike, ili tuweze kumwogopa yeye Subhanahu wa Ta'ala. Na vipi tunaweza kufikia hilo lengo la uchamungu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Siku zote unapotaka kufanya kitu, ili kile kitu ufikie lengo lake, kwanza unatakiwa ukijue umuhimu wake. Kwanza tunatakiwa tujue kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhani si kama miezi mingine ya kawaida, bali ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kaukirimu mwezi huu kwa kuteremsha Qur'ani ndani yake, kama alivyosema mwenyewe: shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani. Qur'ani yenyewe ambayo ni uongofu kwa watu na ubainifu wa kufikia kwenye uongofu, na pia ni furqan, yani inafarikisha baina ya haki na batil. Lakini tufahamu kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake kuna siku au kuna usiku ambao ni usiku wa Lailatul Qadr, ni katika misiku bora kuliko ni miezi elfu, kama alivyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Yani kwamba siku ya Lailatul Qadr katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni bora kulikoni miezi 1000 katika miezi ya kawaida. Kwa hiyo mtu ayajue haya kwanza kabla hajaingia kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini na ajue kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu kaviweka viheshimiwe, lakini vile vile ni katika alama alizoziweka Mwenyezi Mungu kwamba alama hizi zitukuzwe. Mwenyezi Mungu amesema: waman yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa alqulub, atakayezitukuza zile alama ambazo Mwenyezi Mungu kaziweka kwamba alama hizo ziheshimiwe, basi hiyo ni katika uchaji wa moyo, yani moyo unapata takwa kwa kufanya hivyo. Waman yu'azzim hurumati Llahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, na atakayezitukuza vile vitu Mwenyezi Mungu ambavyo kaviweka kwamba viheshimiwe, basi ni bora kwake yeye mtu huyo kwa Mola wake. Tunatakiwa nini tukifanye katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Cha kwanza ni kwamba kila mmoja aweke nia yake kwamba anafanya ibada khalisan lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunahimizana sana kwenye kusameheana, tunahimizana vile vile kwenye kutoa. Jambo lingine ambalo tunalihimiza ni kushikamana katika njia ya Mwenyezi Mungu: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, mshikamane katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala msitofautiane. Chuki zinaenea, uadui unaongezeka na fitna zinakuwa katika jamii. Mwisho wa siku mtu anafanya ibada yake, anaswali, lakini hafiki lengo la swala, anafunga, hafiki lengo la funga. Ibada yote atakayofanya yeye anakuwa yuko katika mtihani, kwa sababu kuna vitu mwanzo alishaviwacha, hakuvifuata.